Hii ni K-News habari. Ukifika katika mkoa wa Mbeya, mmoja kati ya miji midogo na yenye sifa nyingi sana ni pamoja na mji mdogo wa Mbalizi. Huu ni moja kati ya miji ambayo kila mtu anapenda kuishi na kila mtu anapenda harakati namna ambavyo zimekuwa zikiendelea. Na hii leo nimekuja kwa ajili ya kuweza kupatia moja kati ya kitu ambacho pengine hukuwahi ama hukutarajia kuweza kukifahamu. Lakini leo nataka nikufahamishe. Ni saa, dakika na hata sekunde ambazo zitafanya sisi pamoja na wewe tuweze kufahamu kuhusiana na kile ambacho kimetokea siku ya leo hapa Mbalizi. Moja kati ya vijana ambao ni waendesha bodaboda ambao wametumia usafiri huu kama moja kati ya kivutio ama moja kati ya vipaji vyao kutokea hapa Mbalizi mpaka Dar es Salaam. Je, ni kitu gani kilichofanya kufika hadi kule? Ni nini ambacho kilipelekea na kina nani ambao waliweza kumshawishi na ni vipi alifanya? Njoo hapa, ungana nami tuanze mwanzo hadi mwisho kufahamu ni nini ambacho kilipelekea. Nipo hapa katika kituo cha bodaboda maeneo ya Makasini kuweza kufahamu na kuongea na baadhi ya madereva bodaboda kujua kitu gani ambacho kilipelekea na wao kama madereva bodaboda. Je, wanamfahamu vipi huyu kijana? Ni mdogo, ana umri wa miaka 19. Njoo. Huyu ni kijana mdogo sana ambaye pia ametengeneza historia kubwa sana katika mji wa Mbalizi. Sasa ameweza kufanya vitu vikubwa na ambavyo mtu yoyote hapa Tanzania hakuweza kuvifanya. Nipo na Brown hapa. Hebu watuambie, una umri gani? Miaka 19. Okay, umeanza kufanya bodaboda kwa muda gani mpaka sasa? Huu ndo nashika mwaka wa 3. Watu wanataka kufahamu, yani ilikuwaje, mliweka kitu gani ama ilikuwaje, mlikuwa mnapiga stori zipi mpaka ikafikia hatua mkaweka bondi ya baadhi ya vitu ili kuweza wewe kusafiri kutokea hapa Mbalizi mpaka Dar es Salaam? Yani ilikuwaje? Naomba ka historia kifupi. Yani ilikuwa hivi, tulikuwa kwenye ule ubishani wetu wa vijiweni kwamba daa zile kilomita 900 naweza nikatoboa ndani ya masaa 13. Anakwambia kwa pikipiki hizi injini yetu ya boxer haiwezi. Mimi namwambia hii inaweza, natoboa. Basi kwenye ubishi ulivyoendelea ukasema basi njoo tubeti. Tuweke hela au tuweke kitu chochote. Kusema basi tuweke pikipiki. Nikaweka pikipiki yangu usajili namba F, akaweka ya kwake usajili namba E. Tukaenda kwa mwanasheria kuandikishana. Tumeandikishana kwa mwanasheria pale. Nimeweka pikipiki ile mwanasheria amekaa nayo pale saa 11 asubuhi tunatoka. Kufikia saa 9:30 nikaa nishaingia. Ni siku gani ambazo umefanya hivi ama umetumia muda gani kutokea hapa Mbeya na kwenda huko? Lakini pia huu ambao mlikuwa mnaufanya ilikuwa ni wa siku gani? Ni mwaka huu ama ni mwaka jana? Tarehe 14 mwezi wa kwanza 2026 ndo nimetoka. Umetoka hapa Mbalizi? Ndo nimetoka Mbalizi. Leo nimetoka Kinyerezi saa 10. Kufikia pale Uyole mida ya saa 8 nilikuwa nishafika tayari Mbeya. Wakati huo unaenda ulikuwa na nani ambaye anathibitisha kwamba kweli umefika Dar es Salaam? Kuna mtu alipanda nyuma, saizi hapa uchovu wa safari amelala. Yupo. Na mliahidiana kwamba ukifika unafika kwa ajili ya kufanya kitu gani? Yani ndo tulikuwa tuko kwenye mchezo, tulikuwa tumebeti. Yani ndani ya hayo masaa niwe nimefika Magufuli terminal. Mimi kufikia saa 9:30 nilikuwa nishatimba mitaa ya Magufuli. Watu wanataka kufahamu, yani ilikuwaje, mliweka kitu gani ama ilikuwaje, mlikuwa mnapiga stori zipi mpaka ikafikia hatua mkaweka bondi ya baadhi ya vitu ili kuweza wewe kusafiri kutokea hapa Mbalizi mpaka Dar es Salaam? Yani ilikuwaje? Naomba ka historia kifupi. Yani ilikuwa hivi, tulikuwa kwenye ule ubishani wetu wa vijiweni kwamba daa zile kilomita 900 naweza nikatoboa ndani ya masaa 13. Anakwambia kwa pikipiki hizi injini yetu ya boxer haiwezi. Mimi namwambia hii inaweza, natoboa. Basi kwenye ubishi ulivyoendelea ukasema basi njoo tubeti. Tuweke hela au tuweke kitu chochote. Kusema basi tuweke pikipiki. Nikaweka pikipiki yangu usajili namba F, akaweka ya kwake usajili namba E. Tukaenda kwa mwanasheria kuandikishana. Tumeandikishana kwa mwanasheria pale. Nimeweka pikipiki ile mwanasheria amekaa nayo pale saa 11 asubuhi tunatoka. Kufikia saa 9:30 nikaa nishaingia.
Ni siku gani ambazo umefanya hivi ama umetumia muda gani kutokea hapa Mbeya na kwenda huko, lakini pia huu ambao mlikuwa mnaufanya ilikuwa ni wa siku gani? Ni mwaka huu ama ni mwaka jana? Tarehe 14 mwezi wa kwanza 2026 ndo nimetoka. Umetoka hapa Mbalizi? Ndo nimetoka Mbalizi. Leo nimetoka Dar Kinyerezi saa 10 kufikia pale Uyole mida ya saa 8 nilikuwa nishafika tayari Mbeya. Wakati huo unaenda ulikuwa na nani ambaye anathibitisha kwamba kweli umefika Dar es Salaam? Kuna mtu alipanda nyuma, saizi hapa uchovu wa safari amelala. Yupo. Na mliahidiana kwamba Dar ukifika unafika kwa ajili ya kufanya kitu gani? Yaani ndo tulikuwa tupo kwenye mchezo, tulikuwa tumebeti. Yaani ndani ya hayo masaa niwe nimefika Magufuli terminal. Ni mara ngapi wewe kutokea Mbalizi kuelekea hadi huko Dar? Ni marango ya pili. Kwa kutumia bodaboda ama kwa kutumia bodaboda? Mara ya kwanza ilikuwaje? Marango ya kwanza kulikuwa kuna mtalii akasema nataka tufanye tour ya kwenda Dar ndani ya siku moja, inawezekana? Nikamwambia hilo swala dogo linawezekana. Inawezekana? Akasema inawezekana. Hiyo siku tulitoka hapa saa 10 ile alfajiri. Tulikuwa tuna vituo njiani. Kutokana na vile vituo tuliingia Dar es Salaam mida ya saa ngapi ile? Mida ya saa 4 tulikuwa tushaingia Dar. Na hapo tulikuwa tuna vituo njiani. Okay, sasa ukiwa safarini unajikinga vipi na masuala ya ajali? Hapo nilikuwa nimevaa makoti mawili na helmet. Yanatosha kabisa, leza na koti la kawaida. Yote ni mazito. Sasa hukuhofia labda kutokea hapa mpaka Dar es Salaam kuhusiana na usafiri wenyewe ambao unaotumia? Kwa kilomita 900 hizo mimi niliona kabisa nazimudu. Yaani hata ikitokea issue saa hizi kwa muda huu mimi natoa. Hata sasa hivi ukitokea unaenda Dar es Salaam inawezekana? Natoa tu kwa muda huu. Okay, nimeona kwenye pikipiki yako kuna neno imeandikwa BMW. Lina maana gani? Yaani hiyo ndo brandi yangu toka naanza. Wananiita yaani kwa jina maarufu ndo BMW. Yeah. Okay, kwa hiyo ina maana unaelewa sana BMW? Sana, miaka milioni hiyo. Na ni aina gani ya pikipiki ambayo uliitumia kwa ajili ya kutokea Mbalizi hapa hadi huko? Ndio hiyo hapo Boxer HD 150 yenyewe nimeandika neno BMW. Kwa hiyo hatima ya kutoka kule kuja huku ilifikiaje baada ya kuwekeana nyinyi hizo pikipiki ambazo mliwekeana kati ya wewe na yeye? Je, umeshakabidhiwa ama bado? Nimeshakabidhiwa. Tayari nimekabidhiwa kwa mwanasheria, mpaka muda huu hivyo vitu ninavyo. Nimeona nipige kidogo story na moja kati ya madereva bodaboda ambao wapo hapa na ambao walishuhudia namna ambavyo hii safari ilianzia hapa katika mji mdogo wa Mbalizi mpaka Dar es Salaam. Kwa majina yako naitwa nani? Naitwa Alexi Mahenge. Okay, Brown ni kijana wenu hapa. Nyinyi toka wanaanza kupanga hiyo mipango ya kusafiri kutokea hapa Mbalizi kwenda huko, na nyinyi mlikuwa ni mashahidi. Vipi nyinyi mnamwonaje Brown kuhusiana na tabia zake, lakini pia na maisha yake hapa? Hicho kitu mliamini kama ataweza kukifanya? Ndiyo, kwa sababu huyu mtoto hajaanza leo kufanya haya mashindano. Hata hapa Mbalizi alikuwa anafanya hayo mashindano, lakini hapo juzi sasa ndio amedhihirisha kwamba sasa ana uwezo huo wa kudrive kutoka hapa mpaka wapi? Mpaka Dar. Na baada ya kufanya hivyo, kwa kweli sisi wenyewe, mimi ni kiongozi, ni mwenyekiti mkuu mwanzilishi wa hapa. Baada ya kuona hivyo, tunakaa wote nyumbani kule, wazazi wake na wafahamu, lakini baada ya kuonekana amefanya kitu kama hicho, kwa kweli hata mimi kama mwenyekiti wake mwanzilishi wa hapa nimeshtuka sana kwamba huyu mtoto ana uwezo wa hali ya juu sana. Uliamini kama kitawezekana hiki? Kwa mara ya kwanza haikuwezekana kuamini kitu kama hicho, kwa sababu alikuja na story kwamba ametoka hapa ameenda Dar, amepeleka abiria, lakini mwisho wa siku watu tulimbishia tukasema haiwezekani, sababu kama sisi wengine tumefika Dar, tunaifahamu Dar, mzunguko wa kutoka hapa kufika Dar ni kilomita nyingi sana. Especially ukiwa kwenye gari unakaa unageuka unafanya nini mpaka ukute Dar umefanya kazi.
lakini tukawa tunajiuliza kwamba je, huyu mtoto na pikipiki atoke hapa afike Dar? Ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini jana imetudhihirishia kabisa baada ya kuonekana kwamba ushahidi umekuwepo hapa, na alipofika Dar es Salaam waliandaliwa watu kwa ajili ya kupokelewa kule, na alipofika Magufuli Terminal Stand watu wakampokea, wakapiga video call, ikadhihirishwa namna hiyo. Okay, kuna tukio kama hili lishawahi tokea kwenye kijiwe kama hiki hapo awali? Hapana, ndio jambo la kwanza katika kihistoria. Ameandika mtoto historia ya kwanza kwa hapa mji mdogo wa Mbalizi. Yeye amekuwa ni namba 1 kwa kuandika historia. Ana umri mdogo, hamkuhofia namna ya hali itakavyokuwa? Lakini pia nyinyi kama viongozi mliamini vipi ama atajikinga vipi kuhusiana na ajali barabarani, lakini pia na usalama wake? Siku zote wanasema kwamba mtoto akililia wembe mpe, sababu tulikuwa tunambishia. Sasa ikadhihirisha kwamba yeye ni kitu ambacho kiko moyoni mwake, akaona hiyo ndoto lazima aifanye nini, itimie, aitimize ndoto yake, sababu siku nyingi alikuwa anafanya hivyo, lakini akaona haitoshi, lazima aandike historia ambayo haitatokea katika maisha yake. Nyinyi kama viongozi wa maeneo haya mna kipi cha kumwandalia ama mna kipi cha kujifunza pia? Kwa sisi viongozi pamoja na umoja wa bodaboda tumejifunza, jambo la kwanza tumejifunza kwamba katika kazi usiwe na hofu. Ukitanguliza hofu utashindwa kupata mafanikio. Kwa mfano leo hii huyu kijana ameonyesha ujasiri wa hali ya juu, kwa maana ya kwamba hata kwenye kipato amejiongeza. Leo hii amewekeza, amepata pikipiki. Huu ni mwanzo tu mdogo. Maana yake ndoto yake anataka kwamba aanze saizi akipata abiria wa kutoka hapa Mbalizi kwenda Dar yuko tayari. Sasa kama sisi viongozi na watu wa mahali hapa tunachotaka kusema kwamba pengine hata viongozi wetu wa serikali waangalie vitu kama hivi kwa vijana kama hawa wa bodaboda, kwamba kumbe kuna uwezekano wa kufanya vitu vikubwa katika nchi, lakini kulingana na nini? Kulingana na kwamba bado hatujawezeshwa, ndio unakuta mambo yanagoma. Mafuta kiasi gani umetumia kutokea hapa Mbalizi mpaka Dar es Salaam? Hapo mafuta nayoenda kwenda tu anaenda mafuta laki, kurudi mafuta laki, na maana ni mafuta 200,000 kwenda na kurudi. Okay, sawa na kiasi gani? Lita. Hapo yani full tank 2.5. Okay. Kwa mtu ambaye anatamani kutokea hapa mji mdogo wa Mbalizi mpaka Dar, kwa nauli ni kiasi gani? Yaani inategemea na wewe umekujaje, hapo tuna calculate. Mwenyewe tuna calculate kama mafuta ni 200,000 unatoa shilingi ngapi. Kwa utakapokuja ndio tutakapoenda. Kwa sasa kwa namna ambavyo unazungumza, ni watu wa aina gani ambao wanaweza kuwasafirisha kutokea hapa hadi Dar? Ni wachache sana. Mfano toka nimeanza boda ndo mtu wa kwanza huyo. Yaani ni wachache sana. Yaani zinatokea tu kama zali tu. Hivyo limetokea. Kwa mtu akisema sasa hivi twende Dar, inawezekana? Mapema. Kwa hiyo vigezo na masharti vinazingatiwa. Okay, sawa. Tumefanya mahojiano na moja kati ya vijana ambao wameweza kutokea hapa mji mdogo wa Mbalizi kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kufanya yale makubaliano ambao walikuwa wamekubaliana. Mimi natumaini umesikiliza mwanzo hadi mwisho, lakini pia umetazama, umeenjoy, umesikiliza maswali namna ambavyo tumeuliza, lakini pia namna ambavyo umejibu. Kila kitu umejifunza hapa kutokea hapa Mbalizi mpaka Dar. Inawezekana. Mimi naitwa Ezekiel Mtewele kutokea hapa K News 24. Hii ni K News habari.